Sponsor wa kijiji amerudi na kufilisika. Karibu mpenzi mtazamaji katika movie story yetu ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, like na share. Comment yako ni ya muhimu sana. Tuanze. Katika kijiji cha Lukumbule kulikuwa na jamaa mmoja aliyekuwa akiheshimika na kuogopwa kwa wakati mmoja. Jina lake lilikuwa Mwenda Pole, lakini jina hilo lilikuwa kama kejeli, maana hakuwa mpole hata kidogo. Alikuwa maarufu kwa kutanua, kupiga misele na kusherehekea kwa kiwango cha kimataifa, ingawa hakuwa na kazi rasmi zaidi ya kudili na masponsa wa mijini. Mwenda Pole alikuwa mtu wa viwanja. Alipokuwa na hela, kijiji kizima kilifahamu. Miziki ya Bongo Flava ilisikika usiku kucha, mbuzi walichinjwa kila wiki, na pombe ilimwagika kama maji ya mvua. Kila msimu wa mavuno aliporudi kijijini kutoka mijini, aliwasili kwa mbwembwe. Nguo za gharama, miwani nyeusi, simu 2 za iPhone, na mlolongo wa wake wa muda mfupi waliomzunguka kama walinzi wa kifalme. Lakini safari hii, mambo yalikuwa tofauti. Mwenda Pole alirejea kijijini usiku wa manane, lakini hakukuwa na muziki, hakukuwa na sherehe, wala msururu wa wake wa muda mfupi. Alishuka kwenye basi la abiria, akiwa na mfuko mmoja wa nguo zilizochakaa. Alipiga miayo kwa uchovu na kufuta jasho la uso wake. Mjomba wake, Mzee Maganga, aliyekuwa akishika ulinzi wa nyumba ya familia, alishtuka kumuona. "Wewe tena, Mwenda Pole, mbona kama ulikuwa Ulaya?" Mwenda Pole akakohoa kidogo na kusema kwa sauti dhaifu, "Mjomba, naomba maji ya kunywa kwanza." Mzee Maganga alichukua kikombe cha bati kilichokuwa na maji ya kisima. Mwenda Pole akanywa kwa pupa. Halafu akasema kwa huzuni, "Mjomba, dunia imenifikisha pabaya." Kumbe Mwenda Pole alifilisika vibaya. Kilichomwangusha Mwenda Pole hakikuwa biashara mbaya, bali maisha ya starehe zisizoeleweka. Alikuwa ameingia kwenye mtego wa matanuzi yasiyo na mipaka, starehe za ajabu ambazo hazina faida yoyote kwa maisha ya mwanadamu wa kawaida. Moja, shindano la kunyoa nywele kwa milioni 1. Siku moja akiwa Dar es Salaam, Mwenda Pole alikutana na rafiki yake wa zamani, Chidi Boy, aliyemshawishi kuingia kwenye shindano la kunyoa nywele kwa shilingi milioni 1. Sheria ya shindano, aliyeshinda alikuwa yule ambaye angeshindwa kabisa kutambua nywele zake ziko wapi baada ya kunyoa. Mwenda Pole, akidhani ni utani, alikubali na kulipa hela. Nywele zake zilinyoa kwa mtindo wa ajabu, kichwa kikawa kama ramani ya dunia. Baada ya hapo, aliulizwa, "Nywele zako ziko wapi?" Akiwa hajui, akajikuta amechezea shilingi milioni 1 bila hata kunyoa vizuri. 2. Hoteli ya masikio ya kifahari. Mwenda Pole alipata ofa ya kula chakula cha bure kwa siku 3 katika hoteli ya kifahari, lakini kulikuwa na masharti. Chakula kilipaswa kuliwa kwa masikio. Kwa kuwa alisikia bure, aliingia kwa mbwembwe, akidhani ni utani. Kwenye meza, wahudumu walileta samaki wa kukaanga, wali na mishikaki. Lakini kulikuwa na kijiko maalum cha chuma kilichokuwa na shimo dogo ambalo lilipaswa kuwekwa sikioni na chakula kupulizwa moja kwa moja ndani. Baada ya jaribio la saa 2 bila mafanikio, aliamua kulipa bili nzima ya shilingi milioni 2 badala ya kuendelea na mateso. 3. Kufanya harusi na mtu asiyeonekana. Mwenda Pole alipokuwa na pesa, alijulikana kwa matumizi yasiyoeleweka. Aliwahi hata kufanya harusi na mrembo ambaye hakuwahi kumuona. Mtu mmoja alimwambia kuna mwanamke mzuri sana, lakini anaishi ulimwengu wa kiroho, na ikiwa Mwenda Pole angependa kumuoa, ilibidi atume mahari ya shilingi milioni 5. Kwa kuwa alihisi hii ni kitu cha kipekee, alikubali. Alituma mahari, lakini hakuwahi kumuona bibi harusi hata siku moja. Alikuja kugundua kuwa bibi harusi wake alikuwa ni upepo. Baada ya kufilisika, alirudi kijijini akiwa hana kitu. Wanakijiji walipomuona, walishindwa kujizuia kucheka. Bibi Kado, mama mwenye duka la kijiji, alisema kwa sauti kubwa, "Mwenda Pole, ulikuwa mtu wa Instagram na TikTok, sasa umekuja kuwa mtu wa kijiko cha bati." Watoto wakawa wanamfuata barabarani wakiimba, "Sponsor wa kijiji amerudi, sasa hana hata jani." Ilibidi aende kwa mjomba wake kumuomba kazi ya kulima shamba. Lakini hata kulima hakujua tena. Alikuwa amezoea maisha ya starehe za ajabu kiasi kwamba hata kushika jembe lilikuwa shida. Baada ya miezi michache ya tabu, Mwenda Pole aliamua kubadilika. Alianza kujifunza kilimo, akaacha maisha ya starehe zisizo na maana, na hatimaye akaweza kurudisha heshima yake. Aliwaambia vijana wa kijiji, maisha ni zaidi ya matanuzi. Kama una pesa, jifunze kuwekeza. Usijaribu kula chakula kwa masikio, wala kunyoa nywele kwa mashindano. Huo ni upuuzi mtupu. Na kwa mara ya kwanza, wanakijiji walimshangilia kwa hekima yake mpya. Mwisho, usisahau kusubscribe na kuacha komenti yako.
when working at dedication.